Katika tukio ambalo lisiokuwa la kawaida kwenye soka kabisa, tena soka la kimataifa, basi mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya Wales na Belgium mjini Cardiff ulivurugwa kwa dakika kadhaa, si kwa kadi nyekundu wala mvua kubwa ambazo zilikuwa zimetanda, bali kwa uvamizi wa panya shujaa aliyekuwa na kasi ya ajabu uwanjani. Mashabiki walishangaa kuona panya mnene na jasiri akikimbia katikati ya uwanja, akiwapita wachezaji wa pande zote kwa ustadi wa ajabu, kana kwamba alikuwa sehemu ya timu hiyo. Video ilisambaa, ambayo ilisambazwa sana na akaunti ya Goal, inaonyesha jinsi panya huyo alivyoruka akakwepa mashuti na mikwaju ya wachezaji waliokuwa wakijaribu kumtoa nje, huku mashabiki wengi uwanjani wakipiga kelele kwa kicheko na mshangao sana. Mchezo ulilazimika kusimama kwa dakika kadhaa wakati maafisa wa usalama walipokuwa wakijaribu kumkamata mchezaji huyo ambaye sio rasmi, yaani panya. Lakini kwa bahati mbaya, licha ya panya huyo kuwa mwanasoka wa muda mfupi na kipenzi cha mashabiki, hakuweza kuokoa Wales, kwani timu hiyo ilishindwa nyumbani kwa mabao mawili dhidi ya goli moja dhidi ya timu ya Belgium. Baada ya mechi, mitandao ya kijamii hakika ililipuka kwa vichekesho na memes, baadhi ya mashabiki wakiandika, huyu ndiye alikuwa mchezaji bora wa Wales leo. Panya huyo alionyesha ari kuliko baadhi ya viungo wetu. Hayo ndo maneno ambayo walikuwa wameandika kwenye mitandao ya kijamii. Wengine walimtaja kama local hero rat, wakisema alileta angalau tabasamu kwa mashabiki waliokuwa wamevunjika moyo na matokeo. Yaani kwa ufupi, panya huyo ameingia kwenye historia ya soka la Wales, si kwa kufunga goli, bali kwa kuonesha kasi, ujanja na ujasiri wa kipekee uwanjani. Wales huenda wamepoteza mchezo, lakini walipata shujaa mpya. Panya wa Cardiff hakika ameikonga mioyo ya watu wengi zaidi.